ni kikubwa sana. Lakini tukimtafuta Bwana kuna mema zaidi yanatokea. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 11 tutasoma mstari wa 23 mpaka 26. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 26. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, na akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku yetu ya ushirika au ni siku ya meza ya Bwana, kama ambavyo tulitangaza wiki iliyopita kwamba katika kuhitimisha maombi yetu tutahitimisha na kushirikisha meza ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutahitimiza kwa kushirikisha meza ya Bwana. Na tunaona kwenye kitabu hiki ambacho tumekisoma, Paulo akizungumza na kanisa la Wakorintho na akiwaambia kwamba usiku ule ambao Yesu alitolewa aliutoa mkate na akautoa na divai, akawashirikisha meza ya Bwana. Tukio la mwisho ambalo Yesu alilifanya alipokuwepo hapa duniani ni kuwashirikisha wanafunzi wake meza ya Bwana. Hii ilikuwa ni tukio la muhimu sana, kwamba ndilo jambo ambalo alilifanya kwenye kuachana nao au kwenye kuagana nao. Alipokuwa amejiandaa yuko mwishoni mwa kabisa katika ulimwengu huu, kitu alichokifanya ni kuwaweka wale wanafunzi pamoja. Baada ya kuwaweka pamoja, akawashirikisha meza ya Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na ndiposa Paulo akiandika kwamba alipokea kwa Bwana usiku ule lile tukio na lile jambo ambalo Bwana amelifanya la ushirika mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ushirika wa Bwana tunapoutazama kwenye maisha yetu, tunapoliangalia katika maisha yetu, tunaona jinsi ambavyo lina umuhimu mkubwa sana kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza, jambo hili la ushirika wa Bwana linamfanya kila muamini kuwa na uhusiano wake binafsi pamoja na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Linatuweka kwenye namna ya kuwa na uhusiano wetu binafsi na Kristo Yesu. Na ndio maana mkate na kikombe, hakuna mtu anayekula kwa niaba. Ni kila mmoja anapaswa kula mkate, lakini pia kila mmoja anapaswa kushiriki kile kikombe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na hiyo ni ishara jinsi ambavyo mimi binafsi nakuwa na mahusiano ya kina pamoja na Bwana Yesu, kwamba mimi nashiriki kama binafsi, nashiriki kama mimi, na yale yanajenga yale mahusiano yangu na Mungu, kufanya kuwa hai na kufanya kuwa halisi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini jambo la pili linatukumbusha kwamba hili tukio
linatukumbusha wote kwa pamoja lile jambo ambalo Bwana amelifanya katika maisha yetu, kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani, tunaona jinsi ambavyo yeye alijitoa. Tunauona upendo wa ajabu wa kimungu. Kwa hiyo swala hili linatukumbusha juu ya kifo cha Kristo, juu ya upendo wa Yesu, juu ya sadaka iliyotolewa pale Kalvari ili sisi tuweze kuwa salama. Tunapokuwa kwenye tukio hili, tunaingia kwenye kukumbuka au linatukumbusha lile jambo ambalo Bwana Yesu amelifanya kwenye maisha yetu, ile hali ya kujitoa kwake, ile hali ya kutoa uhai wake, ile hali ya kutupenda kiasi cha kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Na Yesu akasema hakuna mtu ambaye anaweza akatoa uhai kwa ajili ya wengine, lakini yeye kama rafiki alitoa maisha yake ili sisi tuwe salama. Alitoa maisha yake ili sisi tupone. Tunaposhiriki kwenye tukio hili, linatukumbusha kifo chake, linatukumbusha kazi ya msalaba, linatukumbusha kile ambacho amekwisha kufanya kwa ajili yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unapokwenda kushiriki, hatushiriki tu kama desturi, tunashiriki kwa moyo wa shukurani, kwamba tunashiriki jambo hili kwa moyo wa unyenyekevu. Tunashiriki jambo hili kwa moyo uliojaa shukurani, kwa sababu kama sio kifo cha Yesu, mimi na wewe tusingekuwa kwenye hali tulio nayo, wala tusingekuwa na tumaini kwenye maisha yetu, wala tusingekuwa na ndoto ya kwamba siku moja baada ya maisha haya tutakuwa kwenye makao mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapolishiriki jambo hili, tunapaswa kushiriki sio kama tu desturi, sio kama tu kwa vile watu wanashiriki, sio jambo la kikawaida. Ni jambo ambalo linapaswa kupokelewa na kutendwa kwenye moyo uliojaa shukurani, tukikumbuka mateso ambayo Yesu aliteseka, tukikumbuka kifo chake alichokufa pale msalabani. Imekuwa sababu ya sisi kuwa salama, imekuwa sababu ya sisi kuwa wazima. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unaposhiriki jambo hili, hebu jikumbushe juu ya sadaka kubwa ya upendo wa Yesu Kristo. Hebu kumbuka sadaka kubwa ya Mungu kujitoa au kumtoa mwanaye kwa ajili yetu. Haleluya. Kwa tunapaswa kushiriki kwa moyo wa shukrani, lakini pia kwa moyo ulio safi. Inatukumbusha kila ambacho Yesu amekifanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia katika jambo hili la ushirika wa meza ya Bwana, kuna kitu kinachoitwa agano. Agano, kwamba Yesu anasema hili litakuwa ni agano jipya, damu yangu itakuwa ni agano katika maisha yenu. Jamani, haleluya. Bwana anasema kikombe hiki ni agano jipya kwa damu yangu. Fanyeni hivi kila wakati mnapokuana, jaribu kutuonyesha jinsi ambavyo kule kumwagika kwa damu yake na kila ambacho tunakwenda kushiriki ni agano. Anasema hii ni agano jipya katika damu yangu, kwamba damu ya Yesu inakuwa ni agano. Unapokwenda kushiriki jambo hili, maana yake kuna agano ambalo linafanyika kati yangu na Mungu, kati yako wewe na Mungu. Lipo agano, na agano siku zote lina pande mbili. Watu wanapoingia kwenye agano, kuna mambo ambayo kila mmoja anapaswa kutimiza ili agano libaki likiwa hai, ili agano libaki likiwa na nguvu. Sasa katika maisha yetu ya Ukristo, yako mambo ambayo tunapaswa kuyafanya na kuyaishi, na yako mambo ambayo Yesu aliahidi kufanya katika maisha yetu.
Lakini ili siku zote Mungu atimize upande wake, lazima na sisi tuhakikishe kwamba tunatimiza wajibu wake, ni wajibu wetu ipasavyo. Yesu anasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Na anasema ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, anasema ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Kuna vitu ambavyo nikifanya inakuwa rahisi Mungu kutimiza yale ambayo ninahitaji kwenye maisha yangu. Mani Bwana asifiwe sana. Shida yetu mara nyingi ni kutaka tu Mungu afanye bila kuangalia sisi tunafanya nini. Ni rahisi tu kuangalia kumdai Mungu, lakini wakati mwingine hatuangalii, je, tumetimiza vigezo? Je, tumetimiza sifa? Je, tumetimiza yanayotakiwa kutimizwa? Maana kila ahadi ya Mungu ina masharti. Imani Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo la kimungu lina jambo ambalo unapaswa kulifanya. Ndio maana hata kwenye baraka kuna kanuni zake. Anasema ukitii, ukifuata maagizo, kuna vitu ambavyo ameviorodhesha kwamba ukifanya hivi baraka zangu zitakufuata. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jambo hili la meza ya Bwana linatukumbusha agano kati yetu na Mungu. Linatukumbusha namna ambavyo tumejitoa kumtumikia Mungu. Tumeamua kugeuka kutoka kwenye maisha tuliyokuwa nayo na kugeuka kuwa kwenye maisha mapya yenye kumcha Mungu, yenye maisha safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba hii ni agano jipya katika damu yake. Kwa ni wakati pia kufanya upya agano lako na Mungu. Ni wakati pia ambapo unapaswa kufikiria uhusiano wako na Yesu umekaaje? Safari yako na Mungu imekaaje? Je, bado agano lako limekaa thabiti au kuna mambo yaliyodorora? Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapaswa kuhakikisha kwamba tunalitimiza agano na Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tukifanya hivyo tunaweza kuwa na matokeo makubwa. Kushiriki meza ya Bwana ni kiashirio cha agano jipya, wa agano ambalo Mungu amelifanya kwenye maisha yetu. Hadi tunaposhiriki ni kitu kinachoashiria jinsi ambavyo tunatambua ule uzuri wa agano ambalo Bwana amefanya kwenye maisha yetu. Tunatambua, tunathamini, tunaelewa umuhimu wa lile agano ambalo Bwana amelifanya katika maisha yetu, ya kwamba leo sisi ni familia ya Mungu kwa sababu ya agano ambalo Mungu amelifanya kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Tumekuwa familia ya Mungu. Mali Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini jambo la nne katika meza ya Bwana ni nafasi ya kutangaza. Anasema kutangaza. Yesu aliwaambia mnapofanya hivi mnaitangaza mauti yangu hadi ajapo. Kwamba ni tukio ambalo ni la kusema, ni tukio ambalo ni la kushuhudia, ni tukio ambalo ni la kuwaambia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ushirika wa meza ya Bwana sio tukio tu la ndani kwenye mioyo yetu, sio swala la siri la kiimani ambalo liko ndani, ni tangazo la hadharani. Haleluya. Ni jambo ambalo twaweza kuliweka wazi, kwa sababu ni kifo cha Yesu ndicho kilichotufikisha hapa tulipo, na hatuwezi kuhubiri injili ikaleta matokeo pasipo kuhusisha kifo cha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba injili iokoayo lazima ihusike na mojawapo ya mambo haya, kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu alikufa na Yesu amefufuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni tangazo la hadharani, sio masubato ya imani ya huko ndani. Ni tangazo la kifo cha Kristo na uzima wa milele unaopatikana kwa imani.
lazima tutangaze. Amen. Na Yesu akasema jambo hili litangazwe mpaka atakaporudi. Ndio maana tutashiriki meza ya Bwana mpaka Yesu atakaporudi. Hakuna mwisho wa kushiriki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, nataka tufahamu na ukumbuke. Paulo anaposema ninachokifanya ni kile nilichokipokea kutoka kwa Bwana. Meza ya Bwana mwanzilishi wake ni Yesu mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzilishi wake ni yeye mwenyewe. Na kwenye Agano la Kale ilifanyika walipotoka Misri. Ilikuwa ni kama kivuli, ilikuwa ni kama kiashiria kinachoashiria mwana kondoo halisi aitwaye Yesu, ambaye ndiye aliyekusudiwa kuwa kondoo wa Pasaka. Ndio maana Yesu alipotokea hapakuwa na ratiba ya kuchinja wanyama, maana damu yake imetosha. Haikuhitaji nyongeza, haikuhitaji dhabihu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Kifo cha Yesu ni tangazo ambalo tunaposhiriki meza ya Bwana tunakumbuka lile kifo chake. Ni tangazo la kifo chake na sababu ya kufa kwake, na matokeo ya kifo chake ni kusamehewa dhambi, ni kuponywa, ni kufunguliwa, ni kuwekwa huru. Ndio maana kwenye ushirika kuna pia kuponywa na kufunguliwa katika maisha ya watu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sema kile nilichokipokea kwa Bwana usiku ule aliokuwa anatolewa. Anasema aliotoa mkate, akaumega, akasema kuleni, maana huu ni mwili wangu. Akakitoa kikombe, kunyweni, maana hii ni damu yangu. Na Bwana Yesu libarikiwe sana. Yesu aliwahi kuzungumza kwenye kitabu cha Yohana. Anasema msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu, anawaambia hamna uzima wa milele ndani yenu. Ilikuwa ni fundisho gumu sana ambalo lilifanya ule mkutano ukakatika. Na wengine wakaona hatuwezi kunywa damu, hatuwezi kula mtu, maana hata damu ya ng'ombe na mbuzi haturuhusiwi kunywa, sembuse ya mtu. Wakaamua kuondoka. Alafu Yesu hakushawishi warudi. Anawauliza waliobaki, na nyie mnataka kuondoka? Petro akasema tuende wapi? Sisi tumeshajua una maneno ya uzima. Amen. Mwani Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshajua una maneno ya uzima. Hatuna mahali pengine pa kwenda. Yesu akasema maneno haya niliyokuwa nawaambia maana yake ni roho, sio swala la mwili tu. Jamani, haleluya. Sio swala la mwili tu. Maana mwili haufai kitu, ila maneno ninayowaambia ni roho na tena ni uzima. Na anasema yeye ni mkate ulioshuka kutoka juu. Anasema kule zamani kwenye Agano la Kale baba zetu walikula mana, chakula ambacho kimeshuka, wakala mana, lakini bado wamekufa. Anasema mimi ni chakula special kutoka juu ambacho mtu akinila hata kufa, hataishi milele. Najua kushiriki meza ya Bwana ni jambo la kufurahia. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanaopata shida ni wale ambao maisha yao hayajanyooka. Amekataa tu. Lakini tunapaswa kujitambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ngoja niwaambie, unajua kuna watu wanaogopa meza ya Bwana lakini hawamuogopi Bwana. Kama angalia ndani yako, ndio unaogopa meza, unamuogopa mwenye meza. Mwangalia na ndio unaogopa meza, unaogopa mwenye meza. Unaweza kukuta mtu ambaye hataki kutengeneza maisha yake, anahofia tu kushiriki. Hilo ni tatizo kubwa sana kwake. Hilo ni tatizo kubwa sana. Tunapaswa kujua yuko Mungu atuonaye. Jamani, haleluya. Tunapaswa yuko Mungu ambaye tunapaswa kutengeneza maisha yetu na mioyo yetu. Hapo kwenda kushiriki jambo hili, tushiriki kwa moyo ulio safi, tushiriki kwa moyo wa toba, tushiriki kwa moyo wa unyenyekevu, tushiriki tukiwa na matumaini makubwa ya kwamba lile pendo la kimungu bado linadhihirishwa kwenye maisha yetu.
Kama ambavyo ametupenda akajitoa kwa ajili yake, hebu hisi upendo wa Mungu unapokwenda kushiriki meza ya Bwana. Unapokwenda kwenye tukio hisi lile pendo la Mungu. Hisi kifo cha Yesu kilichofanyika msalabani, na ilifanyika kwa ajili yangu, na ilifanyika kwa ajili yako, na ilifanyika kwa ajili yetu. Na Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni eneo ambalo vifungo vinaweza vikafunguka kwenye maisha yetu. Ni tukio la kiimani. Bwana asifiwe sana. Unapokwenda kushiriki, sio mwili halisi wa Yesu, wala sio damu yake halisi. Tunachukua kitendo cha imani. Jamani, Bwana asifiwe. Tunachukua kitendo cha imani na kulichukulia kwenye hali ya kumwamini Bwana, na tendo la kiimani tunakwenda kushiriki meza ya Bwana na mkate wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kama imani moja anasema inapo kisha ambayo inakuwa ni damu kabisa. Hapana, hiyo damu kabisa. Bado ni mizabibu tunashiriki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ni tendo la kiimani ambalo Biblia imeliagiza kanisa kutenda, na imetuagiza kushiriki katika mtazamo huo.